mzima wa Sekafa na hata ukanda wa Afrika ya Kati kwa maana ya Unifac ni Simba Sports peke yake ndio amebakia kama mwakilishi kwenye hii michuano. Kwa hiyo ni hatua ni ngumu, na wamezungumza hapa wataalamu juu ya approach za walimu wote wawili, na kikubwa hasa na hiyo ni game ambayo itakayokuwa ni nafasi kwa mnyama kuweza kusimika mamlaka yake kwenye hatua za mtoano za vilabu barani Afrika. Ni muda mrefu sana tangia mara ya mwisho Simba Sports ameshinda mchezo wa mtoano kwenye hatua za vilabu barani Afrika. Itabidi rudi nyuma hadi 93 huko. Lakini mara zote amekuwa akifika kwenye hizo hatua sio tu kushinda, lakini kushinda na kuweza kumtoa mpinzani kwenda mbele, ni kitu ambacho amekuwa kifeli. Na hiyo haijeje kwa bahati mbaya. Wamekuwa wakisumbuliwa na ile historia ya kutaka kujaribu kuonesha Giants kwamba mimi pia nahitaji city miongoni mwenu, na mimi pia ni moja kati ya timu kubwa. Simba Sports ukiangalia kuanzia wameanza kupata mwendelezo mzuri 2018 wa kufuzu kwenda kwenye hatua za makundi, kila wanapochomoza kwenye hatua za robo finali wanashindwa kucheza kwa nidhamu za kimtoano. Wanacheza kama kutaka kwa prove watu wanaokutana nao ambao ni tunaweza kusema kwamba ni manguli, ni makonkodi wapo kwenye hizo hatua muda mrefu. Nyama naye anaforce kupishana naye kwa namna hiyo hapo. TP Mazembe 2018 I think. Unacheza mechi kwa approach ya kwenda kuattack na kujaribu kuonyesha uwezo uliokuwa nao pasipokuwa na mahesabu sahihi. Na hii ni kitu ambacho kurudi nyuma hata kwenye vilabu vinginevyo ambao vinajaribu for the first time kuingia kwenye michuano mikubwa. Paris Saint-Germain, PSG, Pyramid ya Misri, lakini pia hata Manchester City kabla ya mafanikio yao mwisho kuchukua Champions League msimu juzi. Nao pia wanayo changamoto kwenye mechi za mitoano. Performance wanayoonyesha ni tofauti kabisa na kile cha kwenye hatua makundi. Sasa this time around inaona mnyama ni kama vile tayari ameshajua wapi ambapo alipokuwa amekuwa akikosea. Ni kama vile anaenda kutembea kwenye madaraja ya failures ambazo kwa amezipitia misimu ya nyuma. This time around chini ya kocha Fadlu Davis, kila game ambayo unaona anacheza kwa mkakati. Ile Simba ambayo watu wamekuwa kama vile wameizoea kwa muda mrefu, sijui kuanzia Simba za biliani na nini, attack throughout the game, ni kama vile Fadlu Davis hataki huo mchezo wa kucheza kwa kujiachia home hata away. Ukiwa nyumbani cheza kwa nidhamu, ganya mechi yako kwa dakika kwenye angalau vipindi 6 tofauti vya dakika 15, dakika zipi za kuweza kwa stadi wa pinzani, dakika zipi za kwenda kutafuta matokeo. Ni vitu ambavyo anaviheshimu sana hata akiwa nyumbani. Ndio maana hata akiwa uwanja wake wa nyumbani mnyama tu vipigo vikubwa sana kama miaka ya nyuma, lakini still anapata matokeo. Na hata akienda away pia angalia namna ambavyo ameweza kudhibiti vipigo anavyovipata. Yes, miaka nyuma kanacheza na timu kubwa zaidi akina Al Ahly, akina TP Mazembe na wengineo, lakini bado nidhamu ya kwenda away na kujilinda vema ni kitu ambacho ameimprove sana. Miaka nyuma akienda away mechi ya ugenini dhidi ya AS Vita, first half alikuwa amesha concede goli 3. Mechi away dhidi ya Al Ahly, first half alikuwa amesha concede goli 5-0. Mechi away dhidi ya Kaizer Chiefs, first half alikuwa amesha concede goli 3-0. Walikuwa wanaenda kwa mikakati ya kimazoea na kutaka kujiaminisha kwamba sisi ni wakubwa na tunaweza tukapishana na mpinzani yoyote kwenye uwanja wote. This time around unaona hiyo nidhamu ipo, hachezi kwa ajili ya kutaka kujionyesha, anaigawanya mechi kimkakati. Ni muda gani ambapo nataka nipokee pressure mpinzani, nimwache ucheze mpira, nimuoneshe nguvu yangu na mkakati wangu wa kiulinzi, na ni nyakati gani naweza nikamuonesha kwamba naweza nikacontrol tempo ya mchezo. Wewe upo nyumbani kwako lakini utacheza kwa kufuata tempo yangu mimi. Na ni nyakati gani ambapo kwenye dakika hizi 30 mpaka 45 za kwanza na ameshia game kuja kwako na kwenda kulazimisha kuona namna gani unavyoweza kufanya makosa. So to me ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu na yenye ushindani, lakini this time around Simba anaweza karudia mafanikio ambayo amekuwa akiyafanya miaka 93 huko nyuma, ambayo hapa miaka karibuni amekuwa akipishana nayo.